makala ya Jueni Kweli. Hiyo Biblia, swali nzuri. Watu wa Mungu ukoje kweli? Karibuni tena katika kipindi cha Jueni Kweli. Mimi ni Daktari Alan Mackinnon na masomo haya yanakujia kwa huduma ya Kujua Ministries. Je, nafasi yetu kama wanadamu ikoje kweli kweli katika ulimwengu wa Mungu? Katika masomo yaliyotangulia, tulijifunza kwamba Mungu aliviumba vitu vyote, ulimwengu unaoonekana na usioonekana. Lakini wanadamu, je, wanadamu wana nafasi gani katika ulimwengu wa Mungu kweli kweli? Katika kitabu cha Mwanzo, mlango wa 1 na wa 2, Biblia inasimulia uumbaji wa wanadamu kama kileleni cha uumbaji wote wa Mungu. Kati ya uumbaji wote wa Mungu, wanadamu peke yao waliumbwa kwa mfano wake Mungu na kwa sura yake. Soma Mwanzo 1:27-28. Mungu alikuwa na makusudi maalum alipotufanya sisi wanadamu. Kufanywa kwa mfano wa Mungu kuna maanisha tuwe ni watu wa maadili, akili, mahusiano, ubunifu na uwezo wa kuwapenda wengine na kumpenda Mungu naye. Kwa sababu hiyo, tunaelewa kwamba wanadamu wote wana thamani sana. Wanadamu wana thamani machoni pa Mungu. Haijalishi ni wa umri gani, rangi gani, akili gani au uwezo gani, wanadamu wote wanahesabiwa kuwa wa maana sana. Na kama wanadamu, tunapaswa kuwa mfano wa Mungu katika ulimwengu wake. Lakini zaidi ya haya, tumepewa mamlaka na madaraka. Mungu aliwapa wanadamu kutawala katika ulimwengu wake, wawe wasimamizi wa yote kwa niaba yake. Biblia inasema katika Zaburi 24 mstari wa 1 kwamba nchi yote, yani dunia nzima, ni ya Mungu, na agizo la Mwanzo 1 linasisitiza kwamba wanadamu wamepewa kazi kulima, kulinda, kutunza na kusimamia dunia hii. Majukumu yetu humaanisha kwamba sisi tutatoa hesabu mbele ya Mungu kwa jinsi tulivyosimamia na kuitumia dunia yake na vyote vilivyomo. Je, unaendeleaje katika majukumu yako? Habari za matumizi yako ya rasilimali yote ambayo Mungu amekukabidhi? Je, unaonekana kama msimamizi mwaminifu au la? Somo hilo si la nadharia tu, linatugusa kila mmoja wetu katika utendaji wetu siku zote za maisha yetu. Hebu tuendelee kuwa wadadisi wa swali letu. Je, nafasi yetu kama wanadamu ikoje kweli kweli katika ulimwengu wa Mungu? Hadi sasa tumeona kwamba Mungu alituweka katika ulimwengu wake kuwa mfano wake na wasimamizi waaminifu wa rasilimali yake yote. Walakini usidhani kwamba sisi ni kama watumwa tu. La, Mungu alituweka ulimwenguni ili tuwe na uhusiano naye. Hapo mwanzo Mungu alitembea na kuzungumza na wanadamu kila siku. Mungu alituwezesha kumpenda, kumfuata na kumtii kwa sababu njia hii ni kusudi letu kuu. Kumbukeni mafundisho ya Agano la Kale na ya Bwana Yesu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote na nguvu zako zote. Uhusiano wetu na Mungu ni jambo la kwanza. Na la pili lafanana. Mpende jirani yako kama
unavyojipenda mwenyewe. Tazama, Mungu alikusudia kutuweka katika mahusiano bora. Kwanza kwake yeye Mungu, na pili kwa wanadamu wenzetu. Unaonaje? Ndivyo ulimwengu ulivyo sasa? Hapana. Mungu alikusudia mambo mema kwa ajili ya wanadamu, lakini sisi tuliamua kugeuka na kumwasi Mungu na mipango yake mema. Kumbe Biblia inatufundisha juu ya anguko la wanadamu. Kwa sababu ya uasi wetu, tumevuruga mipango yote, ila hatujaiharibu kabisa. Mungu ana kusudi lingine. Yuko tayari kutusamehe na kutukomboa kutoka katika dhambi zetu. Kusudi kuu la Mungu ni kwamba wote wamtazame Mungu Mwana ili wapokee ukombozi huu. Sikiliza Yohana 6:40. Kwa kuwa mapenzi yake, au ukipenda kusudi lake, Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye Mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Angalia, Yesu Kristo, Mungu Mwana, anatufundisha kwamba Mungu anawapa wanadamu nafasi ya pekee kuwa na uzima wa milele. Mungu amekusudia kwamba kila atakaye mwamini Yesu ataendelea kuishi hata baada ya kifo chake, kwa sababu Mungu atamfufua siku ya mwisho, jinsi alivyomfufua Yesu kutoka katika wafu. Haleluya! Kusudi la Mungu kwa wanadamu ni kwamba watapata kushirikiana naye milele na milele katika mbingu mpya na nchi mpya. Hebu tujaribu kumaliza somo letu kwa sasa. Je, nafasi yetu kama wanadamu ikoje kweli kweli katika ulimwengu wa Mungu? Makusudi ya Mungu kwa wanadamu ni ajabu sana. Tumefanywa kwa mfano wake Mungu. Tumepewa mamlaka kutawala kwa niaba yake. Tumekaribishwa kuwa na uhusiano naye na kwa wanadamu wenzetu, ikiwa kuna msamaha wa dhambi kwa imani katika Yesu na ukombozi wake. Hatimaye, kusudi la Mungu ni kwamba wote watakayomjia Mungu kwa Mwana watapewa uzima wa milele na ufufuo. Kweli yote haya ni habari njema sana. Ila si habari zote. Sikiliza Biblia inavyosema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9. Hakuna aliyeona, hakuna aliyesikia, hakuna aliyewaza kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili ya watu wampendao. Yaani, kuna mengi zaidi kwa wanadamu katika mipango ya Mungu. Ubarikiwe sana. Makala ya Jueni Kweli. Hiyo Biblia. Swali nzuri. Watu wa Mungu